lakini bila kusahau kwamba sisi hatuna vita hapa kwetu, sio? Lakini tuko na watu ambao hali zao sio nzuri kwa hali yoyote ile, ima ni mgonjwa au ana hali ambayo inahitajia kuangaliwa. Basi siku ya Idi ni siku ya kuwakumbuka ndugu zetu hawa, bila kuwasahau wale waliotangulia mbele ya haki ambao pia wanatuhitajia katika siku kama ya leo, kuwapelekea angalau zawadi ya dua, zawadi ya thawabu kutoka katika Qur'ani tukufu. Haya ni mambo tutatakana tukisherehekea Idi leo tuwe nayo katika kumbukumbu zetu. Aya nilizozitanguliza mimi napenda kwa sababu ya muda pia nisimame na kipengele kimoja, wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqbayhi falan yadhurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin. Aya hii nitasimama nayo katika hotuba yangu hii ya kwanza na hotuba yangu ya pili. Hotuba yangu ya kwanza nitasimama nayo vipi? Kwa sababu aya hii inazungumzia kwamba Mtume Muhammad hakuwa isipokuwa ni nani? Ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa pamoja sisi tuna mitume wengi waliotumwa, lakini sote tunakubaliana kwamba mtume wetu wa mwisho ni nani? Ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Na sote tunakubaliana kwamba kulingana na nafsi zilizoko kwamba hakuna kiumbe bora kama nani? Kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuanzia salli ala Muhammad wa alihi, kuanzia kuumbwa mpaka mwisho. Adam alayhi salam alipoumbwa, katika nuru alizozikuta ni nuru ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndio maana wanasema alikuwa wa mwanzo alafu akawa wa mwisho kwenye kufanya nini? Kwenye kutumilizwa kama mtume. Kwa hiyo hakuna kiumbe bora kama Mtume Muhammad, na sisi sote tunakubaliana kazi nzito na bora aliyoifanya katika huu ulimwengu. Mpaka leo sote sisi ni Waislamu, tuna ustaarabu, tunaiangalia akhira yetu, sio dunia tu peke yake. Haya yote ni mafundisho ya nani? Ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini Mtume Muhammad ni binadamu, anabaki mtume ni nani? Ni binadamu. Na ndio pale Mwenyezi Mungu anaposema afa immata au kutila. Kwa hiyo kuna mawili, Mtume Muhammad kivyo vyote ataondoka katika huu ulimwengu, lakini kuna njia mbili, ima atakufa kufa cha kawaida, umelala ukaondoka, au akafanya nini?